Siku leo tutakuambia yanayojiri katika uwanja wa kivita. Tungekuomba msikilizaji wetu, kitu kikubwa mbele ya yote ni wewe kusubscribe ama kujiabone. Unakuwa unafanya jambo la muhimu sana. Kama hujajiabone utakuwa unakosa mambo mengi sana. Kwa hiyo unaweza ukaungana na sisi ESP0 TV kwa kugusa chini ya hii video. Kuna sehemu unaandika abone, unagusa hapo kwa abone mara moja, unakuwa na sisi moja kwa moja kabisa, na unakuwa kwa haraka kupata habari zinazozidi kuendelea sehemu popote ulimwenguni na DRC Congo kwa ujumla. Hapo utakuwa umefanya jambo la muhimu kabisa. Msikilizaji wetu, ni kwamba siku leo tutakuletea ripoti na ya uhakika na habari kabisa yanayojiri katika uwanja wa kivita. Hebu nitege sikio na unisikilize kwa umakini kabisa. Siku leo tumehakikisha ya kwamba tunaonana na msemaji mkuu wa kijeshi wa timu ya Wazalendo hapo katika uwanja wa kivita. Atatuambia mambo mengi sana. Yuko na mtangazaji wetu hapo, alimuuliza mawili matatu na ana mengi ya kuzungumza. Hebu tungeomba tumsikilize msemaji huyo wa Wazalendo ambaye anatuambia yanayojiri katika uwanja wa vita na vyote kuhusu masuala ya vita ambayo yanazidi kuendelea. Msikilizaji wetu, usitoki hapo, kuwa na sisi pamoja. Utakuwa umefanya jambo la ungwana kabisa, kwa sababu utakuwa unafuatilia taarifa za habari zilizokuwa na ukweli ndani yake na uhakika kabisa. Unakuwa tu unasubscribe hapo chini. Hebu tumsikilize huyu msemaji wa timu kubwa ya Wazalendo ambayo wapo kwa ajili ya kutetea nchi ya Kongo. Ninashukuru sana kwa hoja ambao mnatupatia tena. Sisi kama vile wasemaji wa Wazalendo wanaopigania ardhi ya mababu zetu, kiukweli mpaka sasa hakuna kinachobadilika. Mapigano yanaendelea, sababu ni jambo la nchi. Najua kwamba watu wasipoangalia vizuri, vita vya Kongo vinaweza vikakabili hata bara la Afrika, kuanzia jimbo la kanda la maziwa makuu hata na nchi za Afrika ya kati zinaweza zikakabiliwa na hili janga. Ndio maana sisi tunasimama na lazima tupigane hadi ya damu ya mwisho, sababu tunaona kwamba hatuna nafasi nyingine pa kwenda. Lazima tutetee ardhi ya mababu zetu. Karungamwene Kongo, nini hasa ambacho kinakusukuma kusema hivyo? Kinachonisukuma kusema hivyo, historia ambayo tuko nasikia kwa ajili ya makubaliano ya huko na kule, tukianzia makubaliano huko Qatar, makubaliano ya huko Amerika, makubaliano ya huko Rwanda na kadhalika, ni makubaliano ambazo hazilete suluhisho, kwa sababu inaonekana tu hawa waasi ambao ni Wanyarwanda ni vibaraka vya zingine nchi kuu za dunia ambazo ziko zinapenda kutupokonya ardhi ya mababu zetu. Hilo ndilo limenipelekea kusema hivyo, sababu mpaka leo ukaangalia mzozo na mnavyoendelea, inaonekana kwamba pana kile ambacho kinafichwa chini katika haya mapigano ambayo tuko tunapigana. Anayeficha ni nani unadhani? Wakuu wa dunia hii, tukianzia kwa wazungu. Unajua wazungu muda mwingine wakati waligawa Afrika hawakumuuliza mwana Afrika, na leo tena wanakuja kufata nchi ya Kongo na bara lote la Afrika, tena pia hawatushirikishi. Unaona kwamba makubaliano yote ambayo kunafanyika hakuna hata siku walisha kuwashirikisha wananchi ambaye ni sisi ambao tunahusika na ardhi yetu. Na hiko kimeendelea kwamba wanaposema makubaliano yao, wao wanaona tu habari ya madini, wanaona habari ya kusogeza mipaka kwa ajili ya faida ya nchi zingine na kadhalika. Na hii kimepelekea kusema kwamba ni siri inayofichwa ndani katika hizi nchi za dunia. Bwana Karungamwene Kongo, msemaji wa Wazalendo, haswa sasa hivi mko katika uwanja wa mapambano, mnakabiliana na nani? Sasa hivi tu katika uwanja wa mapambano tunakabiliana na waasi wa M23 ambao wanaunga mkono na nchi ya Rwanda, na si tena kuungwa mkono, lakini ni Rwanda binafsi ndio kwenye vita. Sababu tunapokupigana nao tunajikuta kwamba tunapigana tuna nchi ya Rwanda, sio wale watu wanavyozania kwamba ni M23 waasi. La, sio wale, ni wale ambao wanaunga mkono ndio wanaonekana kwamba au ndio wanapiganisha vita. Na mshangao ni kwamba tunapopigana nao tunajikuta silaha nzito ambazo zinaonekana za umoja wa Europa, silaha za Amerika na kadhalika. Na hiyo inatushangaza sana, tunasema kwamba hili ni jambo ambalo linaficha siri kubwa. Tunapigana na wao na lazima kieleweke kwamba siku moja historia nyipe iandikwe. Uwanja wa vita mpaka sasa unaonesha vipi? Mnasonga mbele
Sisi kusonga mbele ni kusonga tu mbele, sababu nchi ni yetu. Unaona, hapa juzi tulipigana katika mtaa wa karibu na mtaa wa Bagira ndani ya mji mkuu wa Bukavu, sehemu wanapoita tarafa ya Kabare, katika mji mkuu wa Kabare ambao unaitwa Chirunga. Hapo tulipigana na tunaendelea kupigana zaidi ngambo za sehemu za Nyangezi, sehemu za Kaziba. Ngalau kulikuwa wale ambao walikula rushwa na wakaonekana kuangusha ngome yetu ngambo ya Nyangezi na Kaziba, lakini tunaendelea kupigana na wao mpaka ndani nao ngambo ya milima mikubwa huko, ngambo ya Minembwe na Fizi kadhalika. Hatuwaachie pumzi, lazima tutetee ardhi ya mababu zetu. Lazima siku moja watu wajue kwamba kulikuwa wale ambao walisimama kwa ajili ya kutetea ardhi, na bila kusahau kwamba tulisema kuna kile ambacho kinatufunga moyo kila wakati, kwa sababu pana wale ambao ndani ya jeshi la serikali ya Kongo ambao tuko tunawaona kama vile wasaliti wakubwa ambao wako wanakula rushwa na kuendelea kuangusha ngome zetu, na ndio maana tuko naomba twende sisi wenyewe binafsi pasina wao, sababu nao pia wameonekana kuwa maadui zetu. Ninyi wazalendo mlikoegemea ni wapi? Kwa sababu tukiangalia hapa upande wa serikali ya Kongo ya Rais Tshisekedi pamoja na waasi wa M23 na serikali ya Rwanda wameshafikia kwenye maridhiano ya kuweka silaha chini na hatimaye kutekeleza yale ambayo waliokubaliana. Hiyo ni uongo mtupu. Wao wanasema kila wakati kwamba wanakubali kuweka silaha chini na kwenda kwa makubaliano yao, lakini unapoangalia wanaposema hivyo ndo wakati wanakuja kushambulia ngome zetu. Hata nikujulishe kwamba katika tarafa la Walungu, nafasi ambayo walienda kuweka wakuu viongozi wa waasi, walipata cha mtemakuni huko, sababu walipofika huko walienda kwanza kushambulia ngome zetu ili wapate kuwatawaza wa viongozi wao, lakini sisi hatungebakia kimya, ilibidi tukushambuliana na wao, na miongoni mwao walipata silaha kabisa, walipata hata risasi miongoni mwa wale viongozi ambao walikuja kutawaza wao katika tarafa la Walungu. Na bila shaka acha nikwambie kwamba wanaposema kwamba wanaweka silaha chini, ndo wakati wao wanazidisha jeshi lao kwenye uwanja na kushambulia ngome za kwetu. Hasa sisi hatuegemee upande wote kwa saizi, tunaegemea upande wa kutetea raia na wa Kongo na kutetea ardhi ya Afrika na ardhi ya Kongo kwa upekee. Wazalendo mna mafanikio gani mpaka sasa? Nafikiri kwamba ulisikia hata kwamba kuna mmoja wao ambao walifariki, kuna wale wengine walifariki wao wenyewe wakajiua, sababu kuna wale ambao waliweka kama vile liwali wa jimbo makamu katika Kivu Kusini alifariki, lakini kuna wengine wakuu viongozi wao huko ngambo ya Walungu katika tarafa la Walungu ambao tuliwafyeka kabisa na wakafariki wakuu viongozi wao. Tukasema kama wakuu viongozi walifariki, ina maana katika majeshi yao wengi wamefariki. Kila wakati nakwambia kwamba katika vita kunakuwa sehemu zote watu wanaweza kufariki, lakini ngambo yetu kuna kwa wakati ambao tunakuwa na ulinzi mkubwa ambao tunakingwa na ardhi ya mababu zetu pamoja na mizimu mikubwa inayoshiriki na damu yetu kwa kutusaidia katika hii vita. Yani mafanikio ni ngambo yetu kabisa, bila shaka, ambayo inazidi kufanya viroje vyake na kuhakikisha kwamba nchi inakuwa mahali salama salimini, japokuwa changamoto nyingi ambazo wanapitia za serikali pamoja na wahasi hao wa Rwanda ama tuseme waasi wa M23. Msikilizaji wetu wa SP0 TV, kwa mengi zaidi tungekuomba wewe uwe mtu wa kwanza kusubscribe na kuwa napata habari zetu za ulimwengu kote na mambo yote yanayozidi kuendelea.